Kijiji cha Mwangaza kilikuwa na sheria moja ya ajabu: usitoke nje usiku wa tatu. Hakuna aliyejua kwa nini, lakini kila mwezi, siku ya tatu ikifika, watu walijifungia mapema kabla giza halijaingia. Siku moja, kijana aitwaye Amani aliamua kupuuza onyo hilo. "Sina hofu na hadithi za wazee," alisema huku akicheka. Usiku ulipoingia, upepo mkali ulianza kuvuma. Mbwa wote wa kijiji wakaanza kulia kwa sauti ya kutisha. Amani akatoka nje akiwa na tochi yake. Dakika chache baadaye, akasikia sauti nyuma yake ikimnong'ona, "Mbona umetoka nje?" Amani akageuka haraka, lakini hakukuwa na mtu. Ghafla, tochi yake ikazimika. Kisha akaona kivuli kirefu kikisimama mbali mbele yake, na macho mekundu yakaanza kumkaribia polepole. Usitoki nje usiku wa tatu. Follow kwa part 2. Amani alisimama akiwa ameganda kwa hofu. Macho yale mekundu yaliendelea kusogea taratibu gizani. Kila hatua yake ilisikika kama mtu anayeburuza minyororo ardhini. Amani akaanza kurudi nyuma polepole, lakini ghafla akasikia mlango wa nyumba moja ukigongwa kwa nguvu nyuma yake. "Usiangalie nyuma!" sauti ya mzee mmoja ilipiga kelele kutoka dirishani. Amani alipogeuka tena mbele, kile kivuli kilikuwa kimekaribia sana. Sasa aliweza kuona uso wake. Ulikuwa umejaa giza tupu, isipokuwa macho mawili mekundu yaliyowaka kama moto. Ghafla, upepo mkali ulizima taa zote za kijiji. Kijiji kizima kikaingia kwenye ukimya wa kutisha. Kisha sauti nzito ikasikika karibu kabisa na sikio la Amani. "Umevunja sheria." Amani akapiga kelele na kuanza kukimbia kwa nguvu barabarani. Lakini kila alipokimbia, aliendelea kuiona ile roho mbele yake. Kushoto ipo, kulia ipo, mbele yake ipo tena. Akiwa amechoka na kupumua kwa shida, akaona nyumba ndogo ya zamani katikati ya msitu. Mlango wake ulikuwa wazi kidogo, na ndani kulikuwa na mwanga wa mshumaa ukitikisika polepole. Amani akaingia haraka ndani. Mlango ukajifunga wenyewe kwa kishindo kikubwa. Kisha akasikia sauti ya mtoto mdogo gizani akisema, "Ulichelewa. Sasa imekuona." End of part 2. Usikose part 3. Follow kwa part 3. Amani akatetemeka baada ya kusikia sauti ile ya mtoto. "Ulichelewa.
Sasa imekuona. Mshumaa ule ndani ya nyumba ukaanza kuzimika taratibu. Kona za nyumba zikaanza kujazwa na giza jeusi lisilo la kawaida. Amani akauliza kwa sauti ya chini, nani ameona? Mtoto yule hakujibu. Badala yake akaonyesha kidole chake dirishani. Amani akageuka polepole, na hapo ndipo alipoliona. Kiumbe kile kikubwa kilikuwa kimesimama nje ya nyumba, macho yake mekundu yakiwaka gizani. Ghafla ukuta wa nyumba ukaanza kupasuka taratibu. Mtoto akasema kwa sauti ya kutisha, haiwezi kuzuiwa tena. Amani akaanza kulia kwa hofu, huku akijaribu kufungua mlango, lakini mlango ulikuwa umefungwa wenyewe. Kisha sauti nzito ikasikika juu ya paa, Amani. Nyumba nzima ikaanza kutikisika kwa nguvu, na mshumaa ukazimika kabisa. End of part 3. Follow for part 4. Giza lilitawala nyumba nzima baada ya mshumaa kuzimika. Amani alikuwa akihema kwa hofu, huku akitambaa nyuma polepole kwenye sakafu ya mbao. Kisha akaanza kusikia hatua nzito zikitembea ndani ya nyumba. Guu, guu, guu. Lakini hakukuwa na mtu aliyekuwa anaonekana. Mtoto yule mdogo alikuwa ametoweka ghafla. Amani akawasha tochi yake kwa mikono inayotetemeka. Mwanga wa tochi ukaangaza ukutani, na hapo akaona alama za mikono ya damu zikionekana taratibu. Mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda kasi. Ghafla sauti ya mwanamke ikaanza kuimba kwa mbali ndani ya nyumba. Sauti ilikuwa ya huzuni, lakini ya kutisha sana. Amani akaifuata polepole hadi kwenye mlango mdogo wa zamani uliokuwa mwisho wa ukumbi. Mlango ulikuwa umefunguliwa kidogo. Ndani kulikuwa na giza tupu. Akiwa anakaribia kuusukuma mlango, mkono mweusi wenye vidole virefu ulitoka gizani na kushika bega lake. Amani akapiga kelele kwa nguvu, na tochi ikaangaza chini. End of part 4. Follow, usikose part 5. Tochi ya Amani iliendelea kuzunguka sakafuni, huku mwanga wake ukiangaza ukuta mmoja hadi mwingine. Amani alikuwa bado ameshikwa begani na ule mkono mweusi wenye baridi ya ajabu. Akiwa anatetemeka kwa hofu, polepole akaangalia nyuma yake, na hapo ndipo alipokiona uso wa kile kiumbe kwa mara ya kwanza. Hakikuwa na macho ya kawaida. Ilikuwa ni mashimo meusi yaliyokuwa yanatoa moshi mweusi. Kinywa chake kilikuwa kimechanika hadi masikioni. Kiumbe kile kikaanza kunong'ona kwa sauti nzito, usiku wa 3 ni wa waliokufa. Ghafla ukumbi wote ukaanza kujazwa na sauti za watu wakilia kwa mbali.
Ukutani zikaanza kuonekana sura za watu waliopotea kijijini miaka mingi iliyopita. Walikuwa wakigonga ukuta kama wanataka kutoka ndani yake. Amani akaanza kukimbia kwa nguvu kuelekea dirishani, lakini kabla hajafika, mlango wote wa nyumba ukafungwa kwa kishindo kikubwa. Kisha sauti ya mtoto ikasikika tena gizani. Hakuna anayotoroka. Ghafla, mwanga wa tochi ukaonyesha kivuli kingine nyuma ya Amani. End of part 5. Final part. Mwanga wa tochi ulipotua nyuma yake, Amani akaganda kwa hofu. Kivuli kile cha pili kilikuwa kikimwangalia moja kwa moja, lakini safari hii hakikuwa peke yake. Nyuma yake kulikuwa na watu wengi waliosimama gizani, wale waliopotea kijijini miaka iliyopita. Walikuwa kimya kabisa, na macho yao yote yalikuwa mekundu kama moto. Amani akaanza kurudi nyuma polepole huku akilia, lakini sauti ya mtoto ikasikika tena. Sasa utabaki nasi milele. Ghafla sakafu ya nyumba ikaanza kupasuka chini ya miguu yake. Mikono mingi meusi ikaanza kutoka ardhini na kumshika miguu. Amani akapiga kelele kwa nguvu huku akijaribu kujinasua. Tochi yake ikaangaza ukutani kwa mara ya mwisho, na hapo akaona maandishi yaliyokuwa yameandikwa kwa damu. Usitoke njie usiku wa 3. Sekunde chache baadaye, nyumba ile ilitulia ghafla. Asubuhi iliyofuata, watu wa kijiji walifika pale, lakini hawakumkuta Amani. Walichokiona ni tochi yake iliyovunjika na alama za miguu zikielekea msituni. Tangu siku hiyo, kila usiku wa 3, sauti ya Amani husikika gizani akiomba msaada. Na watu wa kijiji bado hujifungia mapema kabla giza halijaingia, kwa sababu wanajua wanaotoka nje usiku wa 3 huwa hawarudi tena. Befiu Table.